mtu leo, akaamini kwamba utakuwa mtu kwa maisha yako mwenyewe na kwa maisha ambayo ya watu wengine wanaokuja. Bwana Yesu asifiwe. So huyu mzazi anapofanya haya yote alikuwa anafanya kwa sababu akijua nina invest kwa huyu mtoto, ama kwa sababu ya kwamba siku moja awe msaada kwangu na hata kwa ajili ya kizazi chake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo maana akakupa uwezo wa kwa vile ulivyo leo. Maana hungekuwa jinsi ulivyo peke yako, lakini kuna mtu nyuma alikufanya uwe vile ulivyo. Leo unang'ara, unafanya mambo yako viwango vile nilivyomlea mimi awe kitu cha maana. Bwana Yesu asifiwe. Ili uwe wa maana ndani ya maisha yako na hata kwa jamii ijayo. Kwa hivyo analizo sababu za kufurahia ulezi wake. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya hapo kwamba alipokupa ulezi ule, alitarajimia wakati atakupa majukumu uwajibike. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba mzazi ndiye huacha urithi, si mtoto huacha urithi kwa mzazi. Kwa hivyo kuna urithi ambao Mungu ama baba mzazi ameutarajia kuacha kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kusudi la kwamba yeye ana invest vitu vingi tu. Kuna mzazi leo amejenga manyumba, amenunua gari, fika na kuambia kijana wangu, acha tumie James. James mwanangu, ninaona nimekuwa mzee sana. Na mahali nafika ni kwamba naona kwamba sitaweza kuendeleza vitu fulani. Kwa hivyo ninakupa jukumu hili wewe. Kuna umri akifika nitampa wajibu huu naye atatimiza. Kama kuna wadogo zako anakuambia hawa wadogo zako wewe utawaangalia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku moja babangu akawa ananiambia kwamba kufahamu unaweza kujitoka mahali na ukafika mahali. Bwana Yesu asifiwe. Kibali cha mzazi kikiwa juu yako, kufika mbali ni rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama kibali cha mzazi hakiko juu yako, uko kando na kibali cha mzazi wako, ni ngumu wewe kufikia malengo unayotarajia kufikia. Leo hii umetoka kwa mzazi kule nyumbani bara, ukamwambia baba, naona nimefika kwa mwanaume ama nimefika binti, ninataka kutoka sasa nikajitafutie, nikaangalia maisha kule mjini. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka nitoke ili niweze kufanya nini? Kwenda kule mjini. Yake anakaa. Mimi nakumbuka nyumba yangu ya kwanza nimeipangisha nikiwa na miaka 15. Nilikuwa nalipa shilingi 700. Mshahara ni shilingi 1200. Na wazazi wako wanangojea ile pesa niwapatie. Bwana Yesu asifiwe. Kuwajibika. Kwa hivyo wakati unapotoka kule kwa mzazi, unamwambia baba mama, ninataka nitoke sasa nijitafutie. Ninaona nimetoshea kujitegemea mwenyewe. Kwa hivyo mzazi pale anafurahia hiyo. Labda katika kutoka kwako ulitoka ukiwa labda huna kitu. Hata fare ya kutoka kule nyukwani uje Mombasa ama uje mjini, uwe Nairobi ama Mombasa, hukuwa huna fare. Mama akachukua mbuzi yake, akachukua kuku wake akamuuza pale. Bwana Yesu asifiwe. Akachukua chochote alichokuwa akachukua akafanya nini? Akauza, akakupa nauli wewe kutoka pale nyumbani mpaka mjini. Labda mjini ulikokuja huna mjuae. Bwana Yesu asifiwe. Huna mjuae mjini. Unakuja wewe tu na Mungu wako. Na mama yuko kule na wazee baba wazazi wote wako pale, macho yote yako kwako. Unamwambia mama, ninatoka nenda mjini kutafuta. Wazazi wako wanakupa baraka zao, wanakuambia mwanangu, nenda na usisahau ulikotoka. Bwana Yesu asifiwe. Usisahau nyuma ulikotoka ama kule ulikotuacha. Umetuona jinsi tulivyo tumaskini. Bwana Yesu asifiwe. Hatujiwezi.
Kwa hivyo tunakutarajia wewe utoke kule unakokwenda ukatengeneze maisha yako wewe na sisi ambao umetuacha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili tamanio la mzazi yoyote yule anapokuta kwamba kijana amekuwa ama binti amekuwa, anatazamia huyu mtu anapotoka akirudi arudi akiwa yuko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka zamani ulikuwa ukisafiri, huwa tunasafirishwa na wazazi. Nakumbuka wakati mmoja baba mama alitusafirisha kutoka Mombasa kwenda Nairobi. Kule Nairobi tulikuwa tunaenda kwa mjomba. Tulikuwa tuna mifuko mingine ambayo tulikuwa tunasafirishwa nayo, ambayo ndio bagi sasa. Wacha sasa tuna mifuko mizuri. Zamani kulikuwa kuna mfuko mmoja unaitwa Marlboro ama Rambo. Mfuko ulikuwa wa kila kala, ulikuwa green, blue, yellow, ulikuwa na kalenda pale. Yaani tusisahau siku iliyotoka na siku utakayorudi. Yaani ule mfuko unakuonesha hii safari unastahili uende. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa tunatoka na mifuko ya Marlboro ama Rambo. Unakewa nguo zako pale, kila kitu pale, navishwa vizuri. Sasa kwa tunavishwa masoksi marefu mpaka huku. Zile soksi kulikuwa kunakewa hela mle ndani. Bwana Yesu asifiwe. Unakewa fedha kwa zile soksi, ili ukitoka, unaambiwa kwamba ukitoka usiongee na mtu yote usiyemjua, na mtu yote asikwambie ufanye hivi ambao humjui. Nenda mpaka pale ulipotazamiwa kwenda. Uzuri wa watoto wa kitambo walikuwa ni watiifu, lakini leo binti tu kitoka mali hapa tukisikia hai za shingo, utakujua unaliyokuambia hai ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wazazi walikuwa wanatuamini kwa kila kitu. Wakati napotoka katika mji na kuelekea mji mwingine, anajua mwanangu ametoka, huyu ataenda salama na arudi salama. Bwana Yesu asifiwe. So mzazi anapokuachia, amekupa fedha zake, ametumia mali yake kwa ajili ya kuinvest kwako, ili na wewe utakuwa unakwenda kutafuta, ukifanikiwa usimsahau. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unapokuja mjini unakutana na vitu vya mjini vinakuchanganya. Maana vitu vya bara na mjini vitu vile tofauti. Labda kule bara hujaona magari, lakini mjini kuna magari. Hakuna warembo wazuri, lakini mjini kuna warembo. Kuna vitu ambavyo hujawahi viona kule kwenu. So kwa hivyo vinakuchanganya kiasi kwamba unasahau ni wapi ulikotoka. Ama katika hali ya kutafuta kwako kazi, unaenda unaangukia mahali ambapo si sawa. Unakutana labda na vijana, kama ni binti anakudanganya na kuambia bwana, mimi nitakupa kila kitu. Kama ni kijana, unapata vijana wenzako wanakuharibia maisha, wanakuonesha kunywa pombe, kuvuta sigara, kufanya mambo ambayo hayafai. Unasahau kwamba mzazi alikuwa amekupa kile chake ili uende, ili usimsahau utakapofanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunatoka kule mzazi akijua nimemtuma ama mtoto ametoka mikononi mwangu, amekuja Mombasa ama mjini Nairobi kwa ajili ya kunitafuta maisha, atakaporudi atarudi akiwa yuko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuja na paper bag ya Marlboro ama ya Rambo, ukirudi mzazi anatazamia uvurute begi la matairi ukirudi kwake, ama gari usimamishe pale. Ile ndio wazo mzazi anatamanio nalo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nakumbuka zamani hizo, nakuta mtu anatoka nyumbani kwao bara kuja mjini vizuri, nakutana na mabinti, na majamaa wanaingia kwenye vitu ambavyo si vya kawaida. Unasahau ni wapi ulitoka. Wazazi wako kule wanahuzunika, miaka umekaa, miaka umeishi, hata simu kupiga kwa wazazi kwa ajili ya hali wazima wana afya hiyo hujafanya. Ulikuja na ukasahau, ukabwaga kila kitu chini, na ukaangalia maisha ya anasa ya ulimwengu huu. Kumbuka wale wazazi hawako radhi pale walipo, wanakubaki kwa wanashindwa la nini huyu kilichompata.
maana hawana hata simu yako ya kujua watakupigia simu wakupate wapi. Bwana Yesu asifiwe. Wanashindwa watakupata vipi, maana walikutegemea unapokuja mjini, ukirudi utarudi na vitu vizuri. Ama kama utakuwa mjini utawatupia, utawajulia hali, utawapelekea labda fedha, lakini wako pale wanahangaika. Wewe uko duniani mjini unakula raha, na unakula raha wa mabiti, ama ni jamaa unakunywa mapombe zako na endelea na maisha yako, unasahau ni wapi ulikotoka. Bwana Yesu asifiwe. Leo unaweza kuta kwamba unang'ang'ana katika maisha yako, huoni mwelekeo wa maisha yako, ni kwa sababu wazazi kule hawako nini. Kumbe kule mzazi analia, mama analia kule, anashindwa binti yangu yuko wapi. Anapokuwa analia kule, wewe hutakuwa na amani mahali ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mzazi bado ni mzazi, anatazamia wewe urudi, angalau utubu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kunang'ang'ana katika maisha yako, unashindwa kwa nini mimi leo, kwa nini usongi mbele, kwa nini kuna vitu unataka upati, maana kuna mtu pale analia kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa mama mzazi analiweza kulia, je, kwa Mungu si zaidi? Sisi ambao tumeokoka, Mungu wetu anakatazama pale, anaangalia mwanadamu niliyemuumba mimi, nikamweka chini ya jua. Leo anafanya vitu ambavyo viko kinyume. Kwa hivyo Mungu yuko mbinguni akijua wewe utakuwa faida kwake, utamwabudu, utamwishia yeye siku zote za maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Angalia sana maisha yako leo unaishi ya wokovu. Je, akanishie mimi leo anatenda mambo ambayo hayafai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapoishi katika ulimwengu huu, tujue kwamba wazazi wetu wanalia kwa ajili yetu, basi hata Mungu pia analia kwa ajili yetu pia. Kwa sababu gani? Ya menendo na tabia tulizo nazo hazipendezi. Anapokaa pale kwenye kiti chake cha enzi, amesema nenda mjini kutafuta, lakini mpaka leo amesahau ni wapi nilikomtoa. Nimegharamika kwa ajili ya maisha yake awe vile alivyo leo. Haleluya. Tende kwa maandiko. Kitabu ni Luka 15 kuanzia 11. Luka 15 kuanzia 11. Aliyepata nisomee. Amen. Kitabu ni Luka mtakatifu 15 kuanzia 11. Akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili 12. Yule mdogo akamwambia babaye, Baba nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akagawiwa vitu vyake 13. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. 14. Alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. 15. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. 16. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. 17. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi kwa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. 18. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia,
Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. 19. Sistahili kuitwa mwana wako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. 20. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamwonea huruma, akaenda mbio akamwangukia shingoni akambusu sana. 21. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Amen. Tusimame kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona jinsi neno la Mungu linavyosema, palikuwa na hao wazazi wawili. Walikuwa na watoto wao wawili. Watoto hawa palikuwa na mdogo. Na huyu mdogo akasema anataka mali yake inayomwangukia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na alipopewa hii mali, wazazi walikuwa wakampatia kijana huyu mali yake. Na akachukua kila kilichokuwa chake. Yule kijana akatoka na akaenda katika mji. Na katika mji ule alipofika, badala ya kutunza alichopewa, alichukua akatapanya na akafanya starehe zake zote. Akakula mali na warembo wote. Kama ni pombe alikunywa aina pombe za kila aina. Kama ni starehe alifanya starehe za kila aina. Bwana Yesu asifiwe. Na alipofanya mambo haya yote, mali aliyopewa na wazazi ikaisha, akawa hana kitu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa wakati huo amepewa kila kitu. Wazazi wanajua kwamba tumemkabidhi mtoto huyu mali hii imsaidie. Tumempatia majukumu ili aweze kutekeleza mambo yake vyema. Bwana Yesu asifiwe. Wazazi hao walikuwa na tumaini kwa mtoto ya kwamba atakapopata mali hii, kwa sababu ametaka na amejiona ametosheka, ametosheleza, amefika kwa wanaweza kujitegemea, basi akapewa kilichokuwa chake. Lakini ni kwamba sivyo wazazi walichotarajia kwa mtoto huyu. Bwana Yesu asifiwe. Kijana akaenda katapanya mali yake, akala raha kule mjini na kila kitu kikaisha. Bwana Yesu asifiwe. Nimetangulia kusema kwamba mzazi yeyote anapokusomesha ama anapokulea, anatazamia kitu kizuri kutoka kwako. Anatazamia mtoto huyu mwisho wa siku awe msaada kwake na hata kwako mwenyewe pia. Bwana Yesu asifiwe. Anatazama wewe uwe mtu wa maana katika jamii na hata kwako mwenyewe. Leo watu wengi wamepotea, vijana wengi wamepotea, ya kwamba wametoka kwa wazazi wakiwaambia wazazi tunaenda mjini kutafuta. Na mzazi nimekwambia ameuza labda ng'ombe ama mbuzi akakupa tikiti ya kuja Mombasa. Unapofika mahali hapo ukakutana na maisha mengine, ukasahau ni wapi ulikotoka. Bwana Yesu asifiwe. Ukasahau ni nini ambacho uliagizwa na mzazi wako. Mzazi kuna vile alikuagiza akakwambia ondoka, unapoondoka mwanangu, dunia ina mambo mengi, kuna haya na yale. Lakini nende tu kwa lile lengo moja kwamba katafute kazi ili kusaidie wewe na utusaidie na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kijana huyu alipopewa mali hii, walijua kwamba itamsaidia. Maana kwenda kwake mjini, labda angeenda ka university, labda kajinua mashamba kule akajenga, lakini hivyo sivyo. Kumbuka shetani yuko pale, akakula nasa za ulimwengu huu. Na mwisho wa siku akabaki hana chochote. Leo tumeona vijana wangapi barabarani wanalala kwenye vibanda. Napata kijana wetu mzuri tu ana nguvu zake, lakini analala kibandani. Leo mpaka mwingine amejifanya kwa wazimu na si wazimu. Anaamua kuvaa matambara na sivyo, kwa sababu maisha yamefikisha mwisho. Hajui afanye nini, hajui mwelekee nani. Hana ndugu Mombasa hii, hana mjomba katika Mombasa hii, ako yeye tu na Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu kijana wakati alipokuwa maisha yake yamemwendea vibaya, ameshakula, ameharibu kila kitu, akafika mahali sasa anakula sasa kwa nguruwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona wengi, vijana wengi leo wameamua kula hata vitu ambavyo havistahili. Wamekula mikukaa,
wameingia katika mambo ya madawa ya kulevya, ni kwa sababu walikiuka mambo ya wazazi wao. Vile walivyoelekezwa sivyo walivyofanya. Shetani amewaingia na kuwageuza akili zao, wanafanya vitu ambavyo havistahili. Lakini kwa kijana huyu, alipokuwa amefika mwisho, maisha yake yamemharibikia, akasema no, kwetu kuna kila kitu, nitarudi kwa baba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mzazi kuna next chance. Mzazi huwa kana option ya pili. Maana kiangalia ni mwanawe amekubeba miezi 9, amekusomesha, hakuna vile anaweza kukutupa nje. Bwana Yesu asifiwe. Kuna msemo wa Kiswahili unasema mwana anaweza kuwa baba, lakini baba hawezi kuwa mwana. Bwana Yesu asifiwe. Mzazi hawezi akakuwa, hata kama utakuja umekosa. Mimi mwenyewe juzi nimetendwa na kijana wangu firstborn. Ametumia pesa ya mtu 56,000 56,000 akaziweka kwenye betting, afieta yote ikaenda. Hivi ninavyokuambia nina deni la kulipa, lakini si kumchukulia vibaya yule mwana. Bado nimemrudi nikamwambia bado kuna next chance. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni mwana wa nyama zangu, siwezi nikasema nitamtupa, nitakuwa namwangamiza zaidi. Nikisema nimekuacha, maana aliingizwa ndani siku 3 akalala seli. Na bado nilirudi nikamsamehe na nikamtoa yule kijana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo bado tuna next chance kwa wazazi wetu wa kiroho, awe ni wazazi wetu wa kimwili, bado tuna next chance, tunaweza tukarudi wakaturudi tena. Usiseme nimekuishi Mombasa na teseka, acha niteseke mpaka nife. Kuna msema mmoja kitambo alikuwa nikisikia wakisema Mombasa ya kuingia ni harusi, kutoka ni matanga. Na ni matanga kweli. Tumekuta vijana wengi, watu wengi wameregeshwa nyumbani na jeneza. Mzazi anatazamia kijana arudi ama msichana arudi, aseme baba hichi ndio nilichotengeneza. Mombasa analetewa maiti, analetewa jeneza. Inauma kwa mzazi. Bwana Yesu asifiwe. Kama mzazi ambaye ni wa duniani anasikia hivi, je, Mungu wetu anasikiaje? Wakati anapokuta kwamba wewe ambaye unajiita mwokovu, Yesu ni Bwana mwokozi wa maisha yako, uenendi kama vile anavyotaka yeye. Tuko kinyume na mapenzi yake. Anatufundisha kupitia neno lake, lakini tunakiuka habari zake, tunafanya vile tunavyotaka sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu anaudhika. Kama mzazi anaweza kuudhika, hata Mungu anaudhika. Lakini bado Mungu bado ni Mungu wa rehema na neema. Anarudisha kwa yule anayerudi kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mzazi ni mzazi, hata ukamtenda nini bado atakuria tu. Bado ako na next chance kwako. Ukirudi atakukurabisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kijana akaona sina vinginevyo, nimekula vitu ambavyo havistahili. Wakati kwetu nilikuwa nakula vyakula vyote ninavyohitaji, lakini leo nimebaki naishi. Kuna mtu jamaa mmoja anamuona anashinda kila yule mkukaa peke yake, na amebeba karatasi ile kubwa kabisa, na ndio anashinda kikula kuanzia asubuhi mpaka jioni. Leo anaenda kwa vibanda kiomba apewe chakula. Kuna yule anayempa, kuna yule anamfukuza, kuna yule atamtukana. Lakini angejua kwa baba yake bado anamhitaji, angerudi angemkaribisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kijana alivyokuta kwamba maisha yamemkataa, amekula alivyopewa, ameharibu. Kuna mtu ameharibu elimu ambayo mzazi amempa. Amekusomesha mzazi, ameuza ng'ombe, ameuza mbuzi, akufundisha, akusomeshe mpaka ufike mahali ulipo. Lakini leo umefika mahali hujali mahali mzazi alikokutoa. Babangu ana kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Maana alifika mahali akawa anakula kwa nguruwe, anakula vyakula vichafu. Vile vyakula vya nguruwe, watu mwenyewe ukiangalia nguruwe anavyokula huwezi ukala. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka wakati mmoja nilifika nikaishi maisha, ukasema basi ni heri kufa. Lakini kijana huyu akasema sitakubali.
hata kama nimekula makombo ya nguruwe, nitarudi kwa baba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Endelea msomaji. Kufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. 25. Basi yule mwanawe mkubwa alikuwako shamba, na alipokuwa akija na kuikaribia nyumba, alisikia sauti ya nyimbo na michezo. 26. Akaita mtumishi mmoja, akamuuliza, mambo haya maana yake nini? 27. Akamwambia, ndugu yako amekuja, na baba yako amemchinja ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena yu mzima. 28. Wala sijakosa amri yako wakati wowote, lakini hujanipa mimi mwanambuzi nifanye furaha na rafiki zangu. 30. Lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. 31. Akamwambia, mwanangu, wewe u pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vyako. 32. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona wakati kijana alipokugundua wapi amekosa, aliamua kurudi kwa wazazi wake. Akarudi na kuomba msamaha. Akamwambia, baba, mimi sistahili hata kuitwa mwanao tena. Sifai, maana nimekutenda dhambi, nimekutenda makosa, sistahili machoni pako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mzazi ni mzazi tu, bado atakurudi, aweze kukuacha ukapotea, ili kwa ajili ya makosa uliyokosa. Kumbuka, umebeba mtoto miezi 9. Leo hii kwa kosa moja tu ama kama ni mawili, umtupe yule mwana kando, itakuwa ni makosa. Bwana Yesu asifiwe. Mzazi ni mtu wa huruma, ni mtu wa kuregesha roho nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huyu mzazi akamwambia mwanawe, rudi, umefanya vyema kurudi, maana nilitamani kuone tena. Bwana Yesu asifiwe. Leo Kristo ametamani ukaishi maisha matakatifu mbele zake. Ndio maana akawacha wale wengine kondoo 90 akakutafuta wewe mmoja uliyepotea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mali mtu anaweza kusema, kwa nini wewe pasi unampenda sana huyu? Mbona wewe mchungaji, mbona una nini? Labda anamleta karibu kwa sababu kuna vitu anataka virekebishwe kwa huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe. Usiseme mbona huyu mtu fulani anapendwa sana kwa ajili yetu kuliko sisi. Sote tu wana wa mtanda. Lakini kuna mmoja labda katika sisi anastahili awekwe karibu ili kurekebishwa, kuwekwa sawa, ili wakati tunapoekwa tukawe watu wamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mzazi wakati anapomkosea hawezi akaachilia tu hivyo. Mzazi mzuri tena anaregesha yule mtu karibu, ampe tena wasia ili akarudi katika njia ile sawa. Kwa hivyo kama wewe uliokosa, wewe umemkosea Mungu ama umemkosea mzazi wako, rudi, tubu, na yule mzazi atakurudia tena. Kwa hivyo Mungu yuko tayari kuturudia sisi leo, ili kwa ajili ya yale ambayo tumemkosea. Wewe unajijua ni wapi makosa machoni pa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ni wapi umemkosea yule mzazi wako aliye na wewe analia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunapoamua kurudi kwa wazazi wetu na turudi kwa moyo mkunjufu, moyo wa kutubu, wazazi wataturudia na tutakuwa maisha mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wenda Mungu amekusamehe, lakini kuna mzazi kule nyumbani anahitaji uende pia akakusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Rudi kwa mama yako, kwa baba yako na moyo wa toba ili akusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Ili katika nyumba ya Mungu uwe umefanikiwa wokovu kiroho na hata kimwili pia.
Mimi kijana wangu baada ya kwamba amekosa, hata kusema mama nimekosa nisamehe, ile kijana hakuwahi kusema jambo hilo. Wala kusema mama nimejutia yale nimefanya, ile kijana kufanya. Lakini bado mimi ni mzazi, nifanyeje? Bado nina huruma na ninajua kwamba ni mimi tunastahili nikae naye nimrekebishe. Bwana Yesu asifiwe. Na wengi tumekataa ya baraka kwako. Yule mume unaishi naye kinyume na sheria. Mamako hajui kama una mume unaishi naye. Leo unaishi kwa ndoa ya wenyewe. Hakuna mtu anajua. Ungerudi kwa wazazi, wangekuelekeza na ukaishi maisha ya sawa. Bwana Yesu asifiwe. Angalia sana kwa nini maisha yako leo ni ya kuvutana. Kwa nini leo uishi maisha ya amani? Kwambia mwanangu nenda. Nenda kwa huyo mume. Nenda kwa yule mkeo. Bwana Yesu asifiwe. Na unakuta kwamba kuna mafanikio. Kila kitu utakachokifanya kitafanikiwa. Na unaona kwamba kijana mwana mpotevu na kwamba alikosa na akaamua kurudi nyumbani, wazazi walimkaribisha kwa shangwe. Na unaona kwamba nduguye mkubwa anasema sasa nimetokea kule. Bado ningekuwa silali kwa amani. Moyo wangu uko na wasiwasi. Bwana Yesu asifiwe. Binti yangu ananiambia kwa nini umemregesha huyu hapa? Mngemwacha akaoza jela. Ndivyo huyu kijana mkubwa aliyemwambia mama wazazi wake, kwa nini mmemregesha? Mimi nimekuwa hapa siku zote, mbona mjanifanya chama? Kwa sababu gani? Mzazi bado unastahili kuwa mzazi. Hata kama huyu mtoto atakuja kwa atakosa vipi, lazima umrugelee ili afanye nini? Abadilike. Wakati unapomtupa nje unamsongeza zaidi kuangamia. Na ndivyo hivyo kwa Mungu wetu. Ako tayari kuturudi kwa yale tumekosa. Bwana Yesu asifiwe. Binti yangu amekuwa kijana kusema mama mimi unipendi, unapenda huyu kijana peke yake. Nikamwambia sipendi kijana tu, ninawapenda nyote. Ni kwa sababu wewe ni mtiifu. Huyu kaka, kuna huyu lazima ni mgadi. Paka aje awe mtu ambaye anajielewa. Nikimwachia ninajua anapokwenda ako sawa. Bwana Yesu asifiwe. Si watoto wote tunaozaa wako sawa. Kuna mtu ambaye anahitaji kuwa saa zote uko karibu na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wazazi watoto tunaweza kufikiria ukakuta wazazi wanasema hawatupendi, wanatupenda. Anatupenda sote. Bwana Yesu asifiwe. Anatupenda sote. Hakuna Mungu aliyempenda. Maana sote tukaze mikono yake. Kwa hivyo mzazi yote anapenda watoto wake. Mimba umebeba miezi 9. Umekuwa leba. Mwambia Mungu nimekosa. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anatupatia the next chance. Kwa sababu gani? Yeye ni mzazi. Ana upendo nasi. Ndio maana Yesu akasema kwamba mchungaji mwema yule huacha kondoo 90 akaitafuta ile moja iliyopotea. Kwa nini anairejelea ile kondoo? Ni kwa sababu anarudisha ili iwe kamili ya zile kondoo, ziwe kamili 100 zote. Bwana Yesu asifiwe. Ndio na Petro alikuwa anamwambia Yesu, kama kweli unanipenda, chunga kondoo zangu. Bwana Yesu asifiwe. Kama kweli unanipenda. Kwa hivyo kama kweli tunapenda Mungu, tuyatende yanayompendeza yeye. Na kumpendeza Mungu ni kwamba ni saa zote tunapojua kwamba tumekosa, tuanguke chini ya miguu yake na kuomba msamaha. Tuwe watu wa kuomba toba. Tusibebe viburi. Bwana Yesu asifiwe. Tuache kiburi katika nyumba ya anaweza kurudi sawa na kama mtu wa maana. Bwana Yesu asifiwe. Ni mara ngapi tumeacha kusameheana sisi kwa sisi? Na ukaika clutch na mtu kanisani, uongee na mwenzako. Ukimwona mwingine unamwona kama kinyezi. Unasema siwezi ongea na fulani maana anaringa sana. Anajiona ana pesa yeye. Kumbuka kwa Mungu sote ni kitu kimoja. Sote tu wana wa mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuwe watu wa moyo wa kutubu, wa kusameheana ili Mungu atusamehe nasi. Kama wewe mzazi, kuwa moyo wa kusamehe mwanao na kumrudi tena na kumfundisha njia ipasayo mbele ya machoni pa Bwana. Na naona kwamba kijana alivyotubu, mzazi alimrudi na kumpa vitu vizuri. Akaregeshwa kwa shangwe, akachinjiwa, akafanywa vitu vizuri. Kwa hivyo wewe wakati unapofanya vitu vizuri hata katika nyumba ya Mungu, Mungu yuko tayari kukupa vitu vizuri. Kwa nini leo hujafanikiwa? Kwa sababu hujaenenda kama Mungu anavyopenda. Kwa nini leo haujabarikiwa na vitu unavyotaka? Maombi yako yamekuwa kama unaomba bure tu.
Lakini tukitubu na kukubali makosa yetu, Mungu yuko tayari kuturudi na kutupa haja ya mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni mambo mangapi unatamani Mungu akutendee? Kuna mtu anatamani apewe promotion kazini. Kuna mtu anatamani apate mwana. Anatamani awe na mume mzuri. Lakini vyote vipatikane wapi kama huna toba moyoni mwako? Hauna moyo wa kutubu machoni pa Bwana. Unachukulia tu kila kitu ni sawa. Ni kama ni haki yako upewe. Tumemkosea Mungu mpaka tumefika mahali Mungu amekasirika nasi. Leo hatubarikiwi, hatuinuliwi, hatupati vitu vile tunavyotaka. Lakini bado Mungu ni Mungu wa next chance. Ako tayari kuturudi. Ukijijua ni wapi umekosea, unakarudi kwa Mungu, ako tayari kukupa haja ya moyo wako. Bora tu umejua ni wapi ulikosea. Lakini wengi wanasema mimi je, nimekosa wapi? Kama ni sadaka natoa, fungu la 10 natoa, utumishi natoa, lakini kuna vitu hivi ni vitu vya macho tunavyoviona, lakini kuna moyo. Huyu moyo ndio unamata sana. Kuna vitu viko kwa moyo wako. Biblia inasema ajue siri ya moyo wa mtu ni mtu mwenyewe na Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kufanya vitu tukaviona kwa macho tukafurahia, lakini bado moyo wako haujapendezwa na kile ulichokifanya. Yaani unafanya tu uonekane, lakini moyoni hujatoa kwa moyo moja. Bwana Yesu asifiwe. Hujatoa kwa moyo mkunjufu. Mungu anaangalia moyo wa mtu. Je, unafanya kwa watu ili uonekane ama unafanya kwa ajili Mungu akuone? Maana haya yote unayofanya katika unapofanya ufanyie mtu, unafanya kwa ajili ni hazina yako. Unaiweka mbinguni ili siku ile ya mwisho upewe taji kwa yale uliyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Bwana alipokujua nimekosa, akamrudi baba na baba akamrudi. Vitu alivyopewa hakutazamia kama babake angempa vitu vizuri vile. Labda alimpa vizuri kuliko vile vya kwanza. Labda mali aliyompa tena ilikuwa ni vizuri vile vya kuliko vile vya kwanza. Kwa hivyo kuna vitu vizuri ambavyo Mungu ametuwekea kuliko vile unavyofikiria wewe. Lakini ili tuvipate, ni lazima tuwe na moyo wa toba, moyo wa kurudi mbele za Mungu na kumwambia Mungu, nimekosa. Nirudie Baba. Sifai wala sistahili machoni pako. Lakini mara nyingi tunajipiga vifua. Unakuwa kama yule Mfarisayo, anasema mimi natoa fungu la 10, natoa sadaka, mimi ni mzuri kuliko fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wamejipiga vifua sana. Wakasema mimi ndio mzuri sana pale Shekemu, na bila mimi pale Samtanda kuna maji anaenda. Unajipiga kifua, lakini unajua kwamba Mungu ana vitu. Angalia vitu, anaangalia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Vitu ni vinapita. Je, moyo wako je? Umeujua utakapokufa leo utaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kijana akajua mimi nimemkosea Mungu, nimemkosea baba yangu. Mpaka anasema sifai machoni pako Baba, sistahili kuitwa mwanao. Unaona anatoa kwa ile uthamani wake anautoa. Maana akiangalia kweli hafai kwa kosa lile litenda. Lakini angejua bado mzazi ni mzazi. Mungu bado ni Mungu kwetu. Ako tayari kuturudi na kutukumbatia tena na kutufanya watu wema. Utakapojigundua wewe ni nani na ulipogundua kosa lako ni gani, rudi tubu na Mungu akurudie. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo kijana akafurahia tena aliporejeshwa katika nyumba ya baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema nimeenda kuandalia makao ili nitakapokuwepo na nyinyi muwepo pale. Na yale makao utayandaje? Kwa kiburi, kwa madharau, kwa kujiona. Ni lazima uwe na moyo wa kutubu kila siku. Maana sote tuwatenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Ukisema wewe ni mwenye haki unajidanganya mwenyewe. Maana kuna makosa unakosa kila siku. Kwa kuona, kwa kusikia, unakosa. Kwa hivyo wakati unapoenda kwa Mungu unamwambia Mungu, Baba, nimekosa mbele zako na mbele ya malaika zako. Sistahili hata kuitwa mwanao Baba. Nirehemu leo ili niweze kuona ufalme wako tena. Lakini watu hawako tayari kufanya hivyo. Hawako tayari kutubu. Hawako tayari kumrudia Mungu kwa toba na unyenyekevu na kulia na kwa machozi. Lakini tunasema sitasamehewa tu, kwani ni kosa dogo sana. Ingawa Mungu amesema dhambi ni dhambi. Hakuna dhambi ndogo wala kubwa, bado ni dhambi tu. Bwana Yesu asifiwe.
tunastahili kutubu machoni pa Bwana ili Mungu aturudi, atupe vile vitu tulitazamia kwake kupata. Maana kijana alivyojua amekosa, Mungu alimrejelea na baba alimrejelea, akampa vitu vingine vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza leo kutubu kwako, Mungu akakubariki mpaka jirani yako akaona wivu. Leo hata yule mwana wake karibu akaona wivu, akasema na wewe si juzi tu umekuja hapa, mbona umebariki? Kwa sababu una moyo wa kutubu, una moyo wa toba. Kwa nini wengine unakuja kanisani leo anabarikiwa siku mbili, wewe unaachwa pale pale? Maana alienda kwa moyo wa kunjufu kwa Mungu, moyo wa kupondeka, moyo wa kutubu na kumwambia Mungu, bila wewe siwezi. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuangalie kwa nini leo hatufanikiwi, hatubarikiwi. Ni kwa sababu hatuna moyo wa toba. Lakini tukimrudi Mungu ataturudia na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu anampenda yule ampendaye yeye, anamrudi kwa yule anemrudia. Kwa hivyo mama yako, mzazi wako, popote alipo, ukirudi kwa kile ambacho unaona ulipokosea, ako tayari kurudi kwako na kukubariki na kufunguliwa maisha yako. Usione unang'ang'ana. Hebu angalia unang'ang'ana kwa nini? Ni kwa sababu hujarudi magotini kwa yule mzazi aliyeinvest kwako. Anatamani leo akuone ukiendesha gari nzuri, natamani leo uje na mume mzuri, uwe na watoto wazuri. Lakini kwa nini leo umesambaratika maisha yako? Kwa sababu hujarudi kwake na kuomba toba. Maana alikuacha ukaenda akitazamia mimi nitarudi, utarudi kwa moyo wa furaha na amani. Lakini leo unalia. Turudi kwa Mungu, turudi kwa wazazi wetu, wataturudi nasi. Ni hayo tu, na Mungu awabariki. Karibu mtumishi wa Bwana. Mama kwa miguu yako wakati mtumishi wa Mungu anapoingia. Amen. Asante. Tunaweza tukiketi kidogo kwa ajili ya neno hilo, kwa sababu Mungu huwa ako na lengo na kusudi kwa kila jambo. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Najua sasa ni wakati mzuri, mtu akikuacha mahali na wewe umeshiba, unaweza kulala vizuri sana. Bwana asifiwe. Angalia mwenzako, ukiona ana smile, yeye ndiye alikuwa analala. Kwa hivyo wote walikuwa wamelala, maana kila mtu ana smile. Amen. Bwana asifiwe. Neno ambalo mtumishi wa Bwana ametupa mchana wa leo linaweza likawa ni neno ambalo umelizoea, lakini kuna kitu ambacho Mungu anajaribu kutufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mwanadamu anajua kwamba ni lazima Mungu akubariki, ni sawa, lakini kuna vitu ambavyo Mungu anaangalia ndani ya mtu. Kwa maana huyu mwana mpotefu alipo